Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili kufanya marejeo unabii, kueleza kwamba unabii umetimizwa, ambayo ilikuwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Mwamba wa Shuri Yesu alitoa unabii katika maonyo maalum, ambapo Mwamba wa Shuri Yesu alikuwa anakemea makanisa ya ulimwengu huu na mifumo mbalimbali ya kimani na wahubiri wa injili waliokuja na mahubiri ya liturujia miaka kwa baraka, wakiombea watu kwamba huu mwaka mwema, mwaka wa baraka na kila namna, wakati Mungu mashuhuri Yesu alikuwa amekasirika kwa sababu tayari ulimwengu ulikuwa umeshaingia kwenye makosa muhimu ambayo hakika inapelekea ghadhabu ya Mungu duniani. Moja kati ya makosa, mmeona Marekani walipisha ushoga, mmeona makosa mengine dola ya Roma ilikubaliana na ushoga na usagaji, mmeona pia tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025 kwa maana mwaka jana, mliona mataifa ya dunia yalifanya ghasia mbele ya Bwana walipokutana pale New York, walipiga kura kuigawa nchi ya Mungu, wakati wakijua kufanya hivyo ni dhambi na italeta ghasia mbaya zaidi ulimwenguni. Na Mwamba wa Shuri Yesu alieleza kwamba ulimwengu utakuta na hali mbaya zaidi kuwahi kutokea. Na mmeona tayari hali mbaya za hewa zimetokea kule Ulaya, mmeona joto kali zaidi limetokea kule Ulaya ambalo haijawahi kurekodiwa, na kiasi ambacho imepelekea mpaka kuzaliwa kwa moto ambao unateketeza nyika kule nchini Ufaransa pamoja na Spain, kiasi ambacho maelfu kwa mamia ya watu wameondolewa kwenye makazi yao kutokana na hatari hiyo moto. Na haya yote ni majanga ambayo Mungu mashuhuri Yesu alieleza kwenye unabii kwamba kutatokea na majanga mazito zaidi kwa kutokea katika ulimwengu huu. Sasa Mungu amekasirika, na anapoachilia haya anaweka anwani ili watu watubu dhambi, wageuke. Lakini kizazi hiki kimekuwa kigumu, ndio maana tunaunganisha michoro hii ili watu wajifunze kwamba kuna kosa limetokea duniani, kiasi ambacho ulimwengu utakuta na hali mbaya zaidi kwa kutokea katika historia ya kwa nchi. Kwa hiyo natumia nafasi hii kuwaonya watu wote, makanisa ya kiroho ambao mlikosea, mlishindwa kuambia watu ulio kweli, mmeshindwa kung'amua makosa ambayo yamegharimu dunia leo. Watu wameingia kwenye dhambi kiasi ambacho watu wanaona ni kawaida kabisa katika michoro ya nabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya, nitaunganisha na unabii ule na matukio ili upate kujifunza kwa Mungu mkuu Yesu amekasirika, watu watubu dhambi, wageuke. Mambo mashuhuri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Sauti ya neno la Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova kwa tuonane katika Mungu mkuu. Amina. Naona huzuni kuu duniani. Anaambia mwaka huu mwaka wao. Nisikie neno la Bwana. Bwana anasema huu mwaka nisikie huu mwaka wao. Bwana anasema hivi, anaona huzuni kubwa. Anahisi huzuni kuu. Ninaona vilio. Majanga ya asili yanaenda kutokea. Vilio na mambo, na hapa nawaeleza hiyo kweli. Msije mkasema mabadiliko ya tabia ya nchi. Muandike wenyewe kabisa kwenye habari zenu. Kwa sababu nazitangaza kabla. Mweke pale mabadiliko ya tabia za wakao juu ya nchi. Wanadamu waliomwacha Mungu wao. Amina. Msiseme mabadiliko kwa sababu yakitokea matetemeko makubwa watasema mabadiliko nini? Wanaizimizia nchi. Nchi ina shida gani? Amina. Nchi hii hapa haina shida. Tatizo ninyi mkao juu yake. Nchi inafika mahali imelemewa na dhambi. Mungu aliwaambia nchi, utabeba wanadamu watakatifu. Ikasema amina Bwana. Amina. Sasa inamuuliza Mungu, Bwana Yesu, mbona hawa niliowabeba wamebeba dhambi na dhambi zimekuwa nzito? Mwamba nifanyeje? Yesu anaambia, kwani wewe nilikuambiaje? Wewe si gari inayotembea kwenye orbit yako, ndio? Si unazunguka jua wewe, ndio? Si gari inatembea, ndio? Kwani magari yanayotembea duniani yanafanyaje? Unakata ikifika mahali watikisa namna hiyo. Mzigo ukiwa mzito, gari kizidiwa, sawa? Wanakati unakwenda alafu unatikisa unaona mizigo fulani inaanguka. Na vile dunia sasa imezidiwa na mtaanza kuona dunia yenyewe inaanza kushusha nini mizigo. Mara tetemeko kubwa, mara mafuriko makubwa. Lazima utasikia huku maelfu ya watu wameondoka. Huku maelfu ya watu wameondoka duniani. Kwa nini dunia imechoka? Dunia imechoka na dhambi za wanadamu. Imechoka kwa sababu iliumbwa kubeba watu watakatifu. Ndio maana inataka na yenyewe iende kwenye sabato yake. Sabato yake ni utawala miaka 1000. Na wengi hapa mnajua kwamba utawala miaka 1000 ni kwa ajili ya watoto wa Yesu. Wale wanaamini chumbe zile 8 duniani. Unasema? Lakini naeleza ni kweli
utawala miaka 1000 na dunia pia na yenyewe inaenda kusherehekea. Kwa nini? Itabeba watu watakatifu duniani kwa muda wa miaka 1000 katika siku ile ya 7 ya mwaka wa shauri Yesu. Siku 6 leo duniani ni miaka 2000. Mnasema Mungu anamaliza siku ya 6 sasa duniani. Ndio maana anaachilia uchungu wa mwisho wa dunia ili dunia iingie kwenye siku ya 7, ile sabato ya kustarehe daima. Mnasema ile sabato ya kiroho, mnasema ambao wateule wa Yesu wataingia pamoja na hiyo dunia. Mnasema kwa sababu tutakuwa ndani ya hii dunia na dunia na yenyewe itakuwa ina starehe wakati huo, kwa sababu haitakuwa imetenda nini, imebeba watenda dhambi. Wauaji hawatakuwepo, mnasema wazinzi hawatakuwepo, mnasema matapeli hawatakuwepo, takataka zote hawatakuwepo, wahubiri wa uongo hawatakuwepo, vyuo vya theolojia havitakuwepo, mnasema makanisa ya mashetani hayatakuwepo. Dunia itastarehe na watoto wa Yesu. Amina, amina. Katika utawala wa miaka 1000 unakuja. Amina. Ndio maana leo Yesu anamaliza siku ya 6 katika ufunuo ili watu watubu dhambi wageuke. Wataendelezwa ba. Amina. Ndio maana Yesu alimwambia Musa, waambie Waebrania watafanya kazi muda wa siku ngapi? 6. Siku ya 7 watastarehe. Siku 6 ni zipi? Yesu alikuwa anafunua miaka 6000 ya ukao juu nchi. Mnasema Yesu ataendelea kuwa na uvumilivu duniani. Kwa leo anaachilia uchungu wa mwisho wa dunia ili watu waende kwenye siku ya 7 ya kustarehe katika utawala wa miaka 1000 ambao tunaenda kuingia. Wataendelezwa kule hakuna mwaka mpya huu wa kishetani. Kule hakuna tarehe 25 ya mashetani. Kule hakuna mafundisho ya liturujia ya mashetani. Hakuna mafundisho ya vyuo vya theolojia vya mashetani. Kule ni ufunuo yao mkozi mwenyewe. Kule tutatumia muda wa kumuuliza maswali. Tunamwambia Mungu, kwa nini ulimuumba tembo? Majibu yote tutayapata kule. Mnasema kwa nini ulimuumba simba? Majibu yote kule. Na haya yote Yesu alifanya majaribio. Suleiman alipokuwa mtawala, mnasema Yesu alianza kuelezea. Moto wa nyika unaendelea kusambaa katika sehemu mbalimbali za Ufaransa na Uhispania, na wazima moto wanapambana kuudhibiti kabla ya hali ya joto kupanda tena baadaye wiki hii. Zaidi ya watu 300,000 wamehamishwa katika nchi zote mbili, huku karibu kilomita 500 za mraba za ardhi zikiteketea karibu na mji mkuu wa Uhispania, Madrid, jambo linalofanya huu kuwa moto mkubwa zaidi wa msitu katika historia ya nchi hiyo. Nchini Ufaransa, Rais Emmanuel Macron amefanya mkutano wa dharura na baraza lake la mawaziri, huku moto ukikaribia mji wa kusini Maghrib wa Bordeaux. Mwandishi wa BBC Sarah Rainsford ana maelezo zaidi katika taarifa inayowasilishwa na Leila Mohamed. Ya mji wa Bordeaux. Huu ndio moto mbaya zaidi wa nyika nchini Ufaransa katika muda wa miongo kadhaa na bado haujadhibitiwa. Mamia ya wazima moto wanapambana usiku na mchana wakijaribu kila njia ya kuzuia moto huo kusambaa, lakini upepo unaendelea kubadilisha mwelekeo na kulazimisha moto kubadili mkondo. Unateketeza kila kitu unachokipata njiani, ukigeuza mashamba na misitu kuwa majivu. Wanakijiji wamehamishwa na biashara kufungwa, huku magari yakielekezwa kando ili kuepuka hatari. Mwanamume huyo anasema wazima moto hawawezi kuzuia miali hii, na akaongeza, kama ukitufikia hapa utaharibu kila kitu. Katika mji wenyewe wa Bordeaux, moshi unaonekana kwa mbali, lakini meya amekanusha ripoti kwamba mji huo unajiandaa kuhamisha wakazi, akisema hizo ni habari za uongo. Kuna taarifa za uongo zinazosambazwa hasa kwenye baadhi ya vyombo vya habari vya kigeni. Hakuna mpango wa kuhamisha wakazi wa Bordeaux unaoendelea. Lakini afisa mmoja wa eneo hilo amewaambia watalii wasitembelee eneo hilo hadi moto utakapodhibitiwa. Maelfu ya watu tayari wamelazimika kuondoka makwao na sasa wanakaa katika shule na vituo vya michezo ambavyo vimegeuzwa kuwa hifadhi za muda. Uhispania pia bado inapambana na janga hili. Ilileta ndege hizi kutoka Ugiriki kusaidia. Hapa karibu na Madrid, moto umepungua kidogo, lakini bado unaendelea kuwaka. Wizara ya mambo ya ndani inautaja kuwa moto mkali zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini Uhispania. Watu walipokuwa wakikimbia, wanyama wa kufugwa waliachwa nyuma, labda walipotea wakati wa taharuki. Sasa wanaokolewa na kusaidiwa na waokoaji. Waziri mkuu ametaja hali hii kama dharura ya mabadiliko ya tabia nchi.
Katika msimu huu wa joto na ukame, eneo la ardhi lililoteketea ni mara 6 zaidi ikilinganishwa na mwaka jana, na karibu na Valencia upande wa mashariki, moto mpya tayari unawaka kwa kasi. Ni mmojawapo ya maeneo kadha yanayoshuhudia moto kote nchini.